Unalima, unafuga, unatafuta faida halisi. Karibu Koko Shambani, kipindi kinachokuletea kilimo cha kisasa, mazao ya faida, ufugaji wa kisasa na biashara mbadala, kutoka kwa wataalamu wa kilimo na wakulima waliofanikiwa. Kujifunza mbinu zinazoongeza mavuno na kipato, kuanzia rutuba ya udongo hadi soko. Usikose Koko Shambani, kila Jumapili saa 10 jioni hadi saa 12 jioni. Koko Shambani, kilimo kinacholipa, maarifa yanayokuwa. Ni hapa Coco FM pekee. Kilimo kina faida iwapo kitafanywa katika njia inayostahili, na kinapofanywa vile inavyostahili, bila shaka faida humwendea mkulima. Hii leo Koko Shambani, msikilizaji na mtazamaji, tumefika katika wadi ya Mwarakaya katika shamba la Reverend Hamaton Kalama. Hapa anajishughulisha na kilimo cha nguruwe. Hii ni Neema Farm. Bila shaka mchungaji. Naam. Tumeshukuru sana umetukaribisha. Asanteni, karibuni. Hapa tunaona kuna nguruwe. Ndio. Hebu tueleze, kwa nini kilikuvutia kwanza ukaanza kufuga hawa wanyama? Kwanza nilikuwa chuo cha Biblia, Theological College, nikawa na rafiki yangu mmoja ni Mbaluya. Na katika maongezi akaniambia, kama unataka kuwa mtu ambaye una maendeleo zaidi na unapata pesa, basi ningekuadvise ama ushauri uingie katika kilimo cha nguruwe. Nguruwe wana faida sana. Na nikamuuliza, sasa market iko wapi? Ananiambia, wakati utakapoanza nguruwe, market nitakutafutia. Basi na mimi nikapata motisha na mara moja nikaingia kwa kilimo cha nguruwe. Ulianza na nguruwe wangapi? Nilianza na nguruwe wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Na baadaye wakaendelea kuzaa. Wa kwanza walinipa changamoto kwa sababu nilikosa ufahamu. Walinona zaidi. Yaani walikula chakula nikawalisha kuwalisha. Wakanona zaidi. Lakini daktari mmoja anaitwa Dr. Chirume akaja akaniambia, sasa umewaoverfeed hawa nguruwe na hawatakusaidia. Kwa hivyo sasa uanze upya. Ina maana ulikuwa unaanza kilimo cha nguruwe bila ufahamu wowote? Bila ufahamu wowote. Lakini sasa nilipowauza nikaanza kuleta wapya, basi akanipatia kitabu ambayo ilikuwa ni feeding program ya nguruwe. Kwa hivyo kuanzia hapo basi mimi nikaanza kufuga na nikawa mfugaji mzuri sana wa nguruwe sasa. Nguruwe wa kwanza uliowaweka walikuwa ni wawili, mke na mume. Ndio. Alipozaa alizaa watoto wangapi? Sasa wa kwanza kabisa alizaa watoto 7 wa kwanza. Lakini alipokuja mara ya pili alizaa watoto 13 kwa nguruwe moja. Na kuanzia hapo sasa nguruwe wale 13 ndio sasa nilianza kupanua kilimo. Wenyewe niliretain 5 wa kike sasa, kwa sababu nataka kufanya commercial. Na ukweli ni kwamba wale nguruwe 5 wa kike nilipowaweka waliweza kuja kuzaa kwa mpigo. Na sasa nilianza kuwa na nguruwe wengi. Na nikawa na nguruwe 60 kama watoto. Sasa hapo ndio kulikuwa na kibarua. Na kibarua kikubwa ni cha feeding. Uzuri wa nguruwe ni kwamba magonjwa yake sio mengi. Kwa hivyo nguruwe ni rahisi sana kwa mkulima kuweza kuwafuga. Walipozaana pale wakafika over 60. Nafasi ilikuwaje? Manake wawili bila shaka unaweza kwa contain mahali pamoja. Lakini sasa hivi wamezaana, wamekuwa wengi. Ulikuwa na changamoto gani upande wa nafasi mahali kwa kuwaweka? In fact walipozaliwa yule daktari alikuwa akinifuata na akanishauri, kwa sababu ni beginner mimi ninaanza. Basi ni advise kwamba wote ni waweke. Nikaingilia biashara ya kuuza watoto. Kwa hivyo sasa mara moja alinisaidia kutafuta wateja, nikawauza wale watoto wote ili nikaweza kubakisha wale wamama peke yake. Wamama uliwabakisha wangapi baada ya kuzaa wale watoto 60? Nilibakisha 5 bado. Nikawabakisha 5. Lengo langu ni kwamba wakishazaa niuze hao watoto nibakishe 5 bado. Lakini baada ya muda, kwa kuwa wanakuwa, ninawatoa na wauza wale mama na baba, alafu ninaanza upya.
naweka watoto wadogo. Sasa hivi tumetembelea shamba lako hapa la Neema Farm katika wadi ya Mwarakaya. Uko na nguruwe wangapi kufikia sasa? Kufikia sasa hapa ndani kuko na nguruwe 25 ambao niko nao, na wale wa mama ni 5 na baba mmoja, alafu na wale wengine wote ni watoto sasa. Hebu tuchukue katika ile process ya nguruwe, labda anachukua muda gani anapozaliwa mpaka afike ule muda wa kubalehe na ule muda wa kushika mimba mpaka ajifungue, anachukua muda gani? Nguruwe ni kama kuku tu, anachukua muda wa miezi 6. Baada ya miezi 6 nguruwe huwa amekamilika, anaweza kuwa na mbegu, naweza kuwekwa mbegu na akazaa. Kwa hivyo baada ya miezi 9 utakuwa wewe uko na watoto wa nguruwe, na akishika mimba atabaki miezi 3 kisha ndio azae. Kwa hivyo nguruwe anachukua muda wa miezi 3. Miezi 3 ajifungue ndio. Kuna mwingine ananiambia ni miezi 3, wiki 3 na siku 3. Mbona inakuwa hivyo? Miezi 3 ni ya kubeba mimba. Miezi 2 ni ya kuachisha watoto na apate mimba nyingine. Na tena baadaye, baada ya miezi 3 ndio atazaa tena. Magonjwa ya nguruwe? Nguruwe ni mradi mwingine mzuri sana. Magonjwa yake si mengi. In fact, nguruwe hasa akizaliwa ana lack of iron, hana madini ya iron. Sasa tunakuwa advised kama wakulima kwamba after 7 days unakuja inject booster ambayo inaitwa iron. Unamdunga mtoto, after another 21 days una repeat tena, na sasa atakuwa ako sawa. Ukishaacha usiwadunge hizo iron, kwa sababu tayari wanazaliwa hawana kwa mama yao. Kwa hivyo sasa kuwalea inakuwa ngumu. Hapo kwa piglet stage utapoteza karibu wote kwa sababu wamelack iron. Wale watoto wanapozaliwa huwa wanakaa na mama yao ule wakati ule anapozaliwa anaanza kukunyonya, ama huwa mnafanya? Wakizaa, si unaona anazaa kwa mpigo. Kama 13 wamezaa kwa mpigo mmoja baada ya mwingine. Nguruwe moja anazaa watoto? Nguruwe moja anazaa mpaka watoto 14. Lakini kwa hapa kwa shamba langu amezaa watoto 13, yule the highest. Na akizaa hivyo sasa na lazima mkulima mwenyewe uwe karibu wakati anazaa. Kwa nini? Kwa sababu yule nguruwe ako na weight huyo mama. Akishazaa, kwa sababu ya uchungu anakuwa hayuko comfortable pale ndani. Kwa hivyo mara anakaa, mara anasimama. Kwa hivyo akikaa hata ajui nakalia mtoto. Kwa hivyo unaweza kuja ukapata amezaa na watoto wote amewaua. Kwa sababu ya kuwalalia. So huwa mnawachukua mnaweka kando. Sasa wakati akizaa mtoto unamchukua mtoto na mweka kando mpaka amalize kuzaa. Ukishamaliza kuzaa 3 days unawa monitor, hata ukimwekea ili anyonyeshe. Wewe kama mkulima unakuwa makini kwa siku hizo 3 mpaka watoto wenyewe wawe active na wanaweza wakajitetea. Kabla hawaja kuwa active huwa labda mnawapatia msaada wowote wa kunyonya wale watoto? Hapana. Ama hawa nguruwe wako kama rabbit. Yaani wakati akizaliwa katoto ka nguruwe kako very active, tayari kanajua na kanatafuta mahali titi lipo na kanaanza kunyonya. Nimeuliza hilo swali kwa sababu nimeona kuna wakulima wengine wanachukua yule mtoto, wanamtengenezea mayai, wanachanganya na maziwa, alafu wanamlisha kutumia sindano. Wanasema kwamba labda ile siku ya kwanza huwa hajakuwa active kunyonya, so wanamsaidia, lakini siku ya pili anakuwa active na anaweza akanyonya kupitia kwa mamake. Bila shaka hapa kwangu sijapata hilo, kwa sababu watoto wakizaliwa wako active, wanatafuta matiti kwa mama yao na mama mwenyewe tayari anawanyonyesha. Lakini kuna kesi moja ilikuja, amezaa na yule mama hana maziwa, hakutengeza maziwa na amezaa watoto. Sasa hapo ndipo ambapo unatumia njia ya kuwasaidia wale watoto. Unaweza kuwapatia maziwa hata ya ng'ombe, unaweza kukoroga hizo mayai kama hivyo ili uweze kuwalisha kutumia hiyo syringe ama sindano, kitu kama hiyo. Inasemekana idadi ya matiti ama manyonyo kwa yule nguruwe jike ina determine idadi ya watoto watakaozaliwa. Hili ni kweli? Hiyo la kweli. Nguruwe mama mmoja anaweza kuwa na matiti 12, 6 this side and another 6 side hii nyingine. Kwa hivyo yeye anaweza zaa mpaka 12.
akiwa na matiti hayo. Kuna mwingine anakuwa na matiti 14 ambayo ni 7 upande huu na 7 upande huu. Yeye atazaa mpaka watoto 14, lakini huwa ako na reserve. Kwa hivyo atazaa 12, 13 wa mwisho. Ile ingine hataweza kuzaa kabisa 14. Alafu wa mwisho ako na matiti 16. Huyo sasa ni hiyo breed ambayo ni kubwa na ndefu, ina matiti 16, 8 upande huu na 8 upande huu. Ni siri gani iliyo pale ambapo watoto wanapofariki mama, mbona huwa maziwa yanapotea? Nafikiri ni mechanism zao za mwili. Mtoto anapofariki bila shaka mama maziwa yanapotea. Mtoto amezaa watoto 10 na 2 wameshakufa ama 3 hivi, yale matiti mengine yote yatakufa. Ya wale watoto ambao wamefariki. Natural tu iko hivyo. Tayari mama mwenyewe ataretain matiti 7 according kwa wale watoto wake waliosalia. Katika boma lako hili banda la hawa nguruwe, naona umeligawanya. Ndio. Mbona umeligawanya? Usingewaacha mahali pamoja? Tatizo la hawa nguruwe, najua wanaitwa hayawani. Kwa hivyo sasa wakiwa ni hayawani, hawa nguruwe hawana akili. Sasa lazima uweze kuwafungia, kwa sababu hata wewe mwenyewe wakati huwaangalii vizuri wanaweza kukugeukia na wakaanza kukujeruhi. Kwa hivyo lazima uweke, kama ni mume unamweka kando na mke naye unamweka kando, ili iwe rahisi hata wewe mwenyewe pia kucontrol. Na zaidi ya yote pia unaweka cages kwa sababu ya control, hata pia kwa birth. Kwa sababu hawa nguruwe akizaa tu mara moja anabaki hapo about 1.5 months. Tena una uwezo wa kumpeleka kwa dume azae tena. Kwa hivyo unamtoa kwa hiyo room ya yule watoto, ama unatoa watoto unachukua dume unamwekea pale. Sasa inakuwa pia cages zinakusaidia kuwa control wakati unataka kuenda stage moja baada ya nyingine. Upande wa chakula. Naam. Chakula nguruwe anategemea sana chakula kutoka wapi? Vyakula viko ambavyo vimetengenezwa. Ukienda kwa Agrovet utapata chakula. Kwa mfano utapata kama kuna chakula wanaita Poland. Hiyo Poland is specific kwa nguruwe, iko na madini yote pale. Alafu kuna chakula inaitwa Maize Jam. Hii wishwa tu ya kawaida, nayo pia ukipata ni chakula ya nguruwe mzuri. Pia kuna nyasi. Nyasi hizi ukipata Lukina, hii ndio nzuri sana kwa nguruwe. Hizo kawaida. Nyasi unapata, kuna nyasi zingine ambazo ni za kutambaa chini hivi, hizo ukizipata unawaletea wanakula, hizo ni greens. Lakini hata mbali na hizo ukiwapatia Poland, basi kila kitu kiko hapo, greens na nini, wamebalance, ile inaitwa balanced food ya nguruwe. Kwa hivyo kwa mfano mkulima anayetusikiza sasa hivi na kututazama, anapoanza kufuga kilimo chake pale cha nguruwe, anapoishiwa na pesa za kuenda dukani kwa Agrovet, anaweza akatumia tu chakula cha asili. Namshauri anatumia nyasi za kawaida, Napier grass hii, wanakula vizuri. Huo unaweza ukaichop vizuri, ukiweka nguruwe wako watakula vizuri na watatengeneza vizuri. Msikilizaji na mtazamaji, tuko katika Neema Farm, shamba la mchungaji Hamaton Kalama katika wadi ya Mwaraka. Hapa tunajifunza mengi kuhusu kilimo cha nguruwe. Lakini nikirudi kwako bwana mchungaji, soko lako sana sana likoje? Maanake bila shaka unawafuga hawa ukiwa na malengo kwamba wakifika umri fulani lazima nitawapeleka sokoni. Okay, kuna soko mara mbili. Kuna soko la hawa watoto. Wakizaliwa tu baada ya miezi miwili unaweza uza tayari. Mtoto mmoja kwa sasa anauzwa 1500. Kwa mfano hapa kwangu, breed hii yangu ni kubwa. Kwa hivyo ni 1500 kwa mtoto mmoja. Sasa soko hilo ukilipata mara moja unafanya biashara nalo. Ukikosa hiyo soko ama soko la pili, sasa itakuwa ni kuwatengeneza kwa nyama. Unawauza kwa nyama. Na nguruwe anakuwa tayari kwa nyama baada ya miezi 4.5 baada ya kuzaliwa. Kwa hivyo 4.5 months anakuwa ana uwezo wa kuweza kukupatia between 18 to 20,000. Unamuuza mara moja. Na soko hapa kwangu mimi sana sana liko Mtwapa. Mtwapa ndiko kuko na hizo bucha za pork meat. Alafu pia huko Mtwapa kuko nao agents ambao they are specific meat ya pork meat kwa mahoteli. Kwa hivyo huwa ndio wanakuja hapa kuchukua nguruwe wazima, na pia wengine wanachinja, wanapima, wanachukua kwa kilo.
Kwa hivyo una supply mpaka kwa hoteli za kitalii? Ya, kwa hoteli za kitalii. Hebu faida zilizopo katika kilimo hiki cha nguruwe na labda tuseme mfugo kama vile ng'ombe, mbuzi. Huu nguruwe nimemwona, kulingana mimi hapa sasa, nimemwona kwamba anaweza kuwa na faida zaidi kupita ng'ombe wa maziwa. Kwa sababu nguruwe mmoja anaweza kuzalia kutoka watoto 10 mpaka 14. Na tuseme kwa methali akipatia watoto 12, sasa usiwauze katika soko la watoto, uwawache waweze kuwafatten ili uwauze after 4.5 months. Sasa kila nguruwe atakupatia 20,000. So 20,000 ukiwa na nguruwe 12, hapo unatengeneza 240,000 within 4.5 months. Na ukiwa na nguruwe wawili, wewe ni nguruwe moja peke yake amekufanyia hilo. Na tena tayari ameshazaa, kuna watoto, unauza hao na tayari kuko na watoto wadogo wao uko nao bado. Ukiwa na nguruwe wawili sasa huyo nguruwe ama huyo nguruwe mmoja kwa 240,000 per 4 months, in a year unakuta anazaa mara 3 na yeye anakupatia almost 720,000 per year, huyo nguruwe moja peke yake. Ukiwa na wawili then you double, na watatu hata ndio unapata pesa nyingi zaidi. Na ukiwa na ng'ombe mmoja ama ng'ombe wawili hawawezi wakakufikishia pesa hiyo kwa mwaka. Kuna yule ambaye anakusikiza na anakutazama na anataka sana kuanza kilimo kama hiki cha nguruwe. Ungependa kumshauri vipi? Aanzie wapi? Aanze chini. Mimi nilianza chini na hata sasa niko na maono. Wakati mwingine utapata hapa niko na nguruwe 500 kwa sababu ninajenga structure zaidi sasa. Kwa hivyo mimi nataka nimshauri mkulima aanze pale chini. Aanze na nguruwe mmoja, wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume. Akianza hapo azae na apate pia watu ambao wako na maarifa ambao wamefuga, wamebobea katika ukulima wa nguruwe. Yeye atakuwa anasaidiwa na katika mawazo na pia anasaidiwa katika soko, ndio sasa aweze kupata motisha zaidi. Bila shaka ni kilimo ambacho kimeweza kupeana ajira kwa vijana mtaani. Sana kwa sababu sasa niko na kijana hapa ambaye yeye tu anaangalia section ya nguruwe peke yake yeye. Alafu niko na sections nyingi hapa, niko na kuku layers, niko na ng'ombe za maziwa na kila section iko na mtu wake. Kwa hivyo tayari tumetengeneza ajira kwa jamii. Kilimo ni biashara. Kilimo ni biashara. Kabisa. Mkazi wa Pwani, mkazi wa Kenya ambaye anakutazama, labda sasa hivi neno lako ungependa kumwambia nini labda kwa kuhusiana na kilimo? Amekuwa akihangaika akitafuta kazi. Ushauri wangu kwake ni kwamba hata akumbatie sana ukulima. Kuna kitu kimoja watu wa kaunti ya Kilifi ama wa Pwani wametegemea sana mishahara. Lakini nataka niseme kwamba huo mshahara ambao unapata katika kazi ambayo unafanya hauwezi kukusaidia kwa mambo mengi ya kimaendeleo. Nataka kukushauri kwamba ingilia kilimo. Fanya kazi yako, ingia kwa kilimo, utapata pesa zaidi na utakuwa na maendeleo makubwa sana katika jamii. Mchungaji, ushamaliza. Asante. Ushamaliza kabisa. Amina. Nimeshukuru sana. Nashukuru kutembelea Neema Farm. Amin. Tumejifunza mengi kuhusiana na kilimo cha nguruwe. Na bila shaka umesema hapa kuna vitu vingi ambavyo unaviendesha katika shamba lako. Tutakutembelea tena, kitu tunataka tujifunze, tuweze kumwelimisha yule msikilizaji na mtazamaji wa Coco Shambani. Na bila shaka utatukaribisha. Mimi nawakaribisha sana na hata leo nashukuru sana kwa sababu sasa hii ndio mara yangu ya kwanza kupata kituo cha redio kama Coco FM. Ijapo mimi ni shabiki, lakini nilikuwa sijawaona watu kama ninyi. Bila shaka lakini siku ya leo na furaha sana kwa sababu sasa mmeingia kwa boma langu kabisa. Na sasa ndio nitasikiza kabisa ile Coco FM. Kwa sababu sasa naona imeanza kunitoa mbali hata mimi pia. Nitaanza kusikika katika jamii. Bila shaka. Asante sana. Kama ulivyoona mtazamaji, msikilizaji, hapa ni Neema Farm. Huyu ni mchungaji Kalama ambaye amejitosa katika kilimo. Bali na kwamba yeye ni mtoa huduma za Mungu, lakini anaendesha kilimo na leo amekuwa mkulima wetu hodari. Bila shaka tutamtembelea tena tujuze mengi kuhusiana na kilimo
katika shamba lake. Mimi ni Joseph Jira, tukutane wakati mwingine. Coco FM, ladha ya Pwani.